Kwa majina naitwa Adija Godfrey, ni mfanya biashara maeneo ya Kabwe. Tunakushukuru Waziri wa Vijana, maagizo yako yametekelezwa. Sasa hizi tunafanya kazi kwa uhuru, hakuna anayetubuguzi, tunauza kwa biashara kwa uhuru kabisa. Tunasema asante wafanya biashara wa Kabwe, tunakushukuru. Yaani ambacho tunamuomba, maana sisi ni wafanya biashara wadogo wadogo, tulikuwa tunaomba kwa hapa Kabwe. Sasa tulikuwa tunaomba hata mkopo ambao unatulizisha, ambao tunaendana nao sisi wafanya biashara wadogo wadogo wa Kabwe hapa. Shukrani zangu kwa Mama Samia, tunamshukuru, tunampa pongezi. Kwanza mimi nampa pole kwa changamoto aliyoikuta. 1, 2, 3 ni ubinadamu tu. Tunaomba mama atuvumilie, tunasema asante mama kwa uliopambana nayo, changamoto uliyokutana nayo. Mama tunakupa pongezi, ni mitano tena kwa mama. Waziri wa Vijana tunasema asante, tunakupa pongezi kwa kututembelea, maana tunashukuru kwa kutukumbuka wafanya biashara wadogo wadogo, kwa kutukumbuka kututembelea. Maana saa hizi tuko huru kabisa, hamna anayetusumbua wala anayetubuguzi. Sasa hizi tunauza biashara kwa uhuru kabisa. Tunasema asante Waziri wa Vijana, Mungu akupe neema na akupe nguvu siku zote, uendelee kututembelea wafanya biashara wa Kabwe. Kwa majina naitwa Lakson Ndisa, mimi kama dereva bajaji mkoa wa Mbeya. So cha kwanza tunapenda kumshukuru Waziri wa Vijana kwa huduma tuliokuwa tumemuomba kuhusu swala la usafirishaji mkoani Mbeya. Sasa hizi huduma zinapatikana muda wote, yani kiujumla ni masaa 24, iwe usiku iwe mchana tunapatikana. Hapo ni urahisi sana. Cha pili, bado nitaendelea kumuomba Waziri wa Vijana kwamba aendelee kututembelea mara kwa mara. Hii inatupa hamasa sisi madereva pamoja na wengine wanaokuwa wanaendesha vyombo vya moto. So niseme endelee kututembelea mara kwa mara, kutia hamasa. Tunamshukuru sana. Tunamshukuru sana. Kwa saizi kitu ambacho tutamuomba zaidi ni hamasa tu. Maana tulimuomba kuhusu swala la usalama, maaskari labda barabarani. Saizi usalama umekuwa ni wa kutosha, hatushikwi ovyo mara kwa mara, si labda wajiji long way, mambo ya ushuru hayazingatiwi sana. Kwa uhuru umekuwa ni mwingi sana. Kwa na sisi hizo tutazidi kumuomba kama ataweza kutusemea, yeye ndio akutusemea. Nipende kumpa shukrani kwa hiki alichokifanya. Sisi kwetu tunafurahia, jambo zuri. Nimpe pongezi na nimpe shukrani kwa umoja wa madereva wote wa mkoa Mbeya. Kwa majina naitwa ndugu Daniel Christian Tweve, ni mfanyabiashara eneo la airport jijini Mbeya. Kutokana na ziara ya Mheshimiwa Waziri wa Vijana kufika hapa Mbeya, imetufungulia masuala mbalimbali ya kiuchumi, likiwemo na swala la kufanya biashara mchana na usiku. Kwa hiyo swala hatuna budi kumshukuru sana waziri, ametufungulia milango mingine ambao ilikuwa imefungwa kwa sababu usiku ilikuwa tufanyi kazi. Sasa tumekuwa tunafanya kazi usiku. Swala lingine pia tunamshukuru mama Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kumleta Waziri wa Vijana kwa ajili ya kutatua mambo mengi na masuala mengi yanayohusisha vijana. Kwa hiyo ambacho inabidi kufanyika sasa kwa sisi vijana, cha kwanza atupe uhuru wa biashara kama hivyo ambapo amefanya, lakini pia swala lingine, tuna changamoto nyingi za vijana kama swala la mikopo. Tunahitaji mikopo ili kuendelea kutuwezesha kwa sababu tuna mitaji midogo. Kwa hiyo mikopo, akitupa mikopo itatusaidia pia kuendeleza na biashara zetu. Naitwa Salum Mohamed, ni mkazi hapa wa Mbeya, ni dereva bajaji zoni ya Odi Airport. Nataka nizungumzie ujia wake wa Waziri wa Vijana Mbeya. Waziri wa Vijana alipofika Mbeya, tunamshukuru sana kwa maongezi yake kwa kutubereshea ufanyaji wa kazi wa bajaji jiji la Mbeya. Siku za nyuma tulikuwa tunafanya kazi kwa mashaka sana, lakini toka ongee Waziri wa Vijana, kwa hiyo ufanyaji wetu wa kazi umeboreshwa. Tunafanya kazi muda wote, masaa 24, usiku na mchana, bila wasiwasi yote.
na hata pia kulikuwa na vijana ambao walikuwa wanasumbua sana kwa jinsi ya ufanyaji wa kazi, lakini saa hizi kazi zinafanya vizuri na watu wamefurahi sana jinsi ufanyaji wa kazi. Tunataka tuzungumzie jinsi ya biashara. Jinsi ya biashara, siku za nyuma mzunguko wetu wa Mbeya ulikuwa mgumu. Tulikuwa tunafanya biashara kwa nauli ya chini sana, lakini alipofika waziri wa vijana tukawa tumekaa naye na tukawa tumemwomba, kutokana na mazingira na uchumi jinsi ulivyokuwa mgumu, tukawa tumeongeza nauli baada ya shilingi 500 kukawa na shilingi 800. Na hiyo nauli ndio saizi iliyokuwa harisi, tunafanya kwa ruti shilingi 800 kituo hadi kituo, na watu wameshaikubali. Kwa kweli toka tufanye hiyo biashara tuongeze hiyo nauli shilingi 800, naona kila dereva ananufaika na tunapata kipato kikubwa. Kwa hiyo waziri alipofika tumepata manufaa makubwa katika ufanyaji wetu wa kazi wa Mbeya na wadereva bajaji wa Mbeya. Kwa sisi waendesha bajaji tunachokiomba kifanyike kwa saizi ni kwamba barabara zetu zimekuwa finyo sana, na nafikiri utaratibu unaendelea wa rais wetu kuboresha hii barabara kubwa main road ambayo tunaitumia saizi, lakini tulikuwa tunakiomba barabara za pembeni, kwa sababu sisi wa bajaji tunapenda kuzitumia sana barabara za pembeni. Kwa hiyo wangeweza kutuboreshia za pembeni ili tuweze kufanya kazi kwa urahisi zaidi. Kwanza kabisa natoa shukrani kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha sisi vijana kwa jiji la Mbeya, kutupa nafasi kubwa ya kufanya kazi kwa uhuru. Na pia namshukuru waziri wa vijana kwa kuja kwake kutusikiliza malalamiko yetu. Tumetoa malalamiko yetu na yeye nafikiri ameyatekeleza na ameyasikia. Hilo ndio tunaloshukuru. Swala la mikopo lipo. Sisi tumeshaweka utaratibu wa uongozi wetu wa bajaji, na waziri wa vijana alipofika tukawa tumemweleza kwamba tunahitaji bajaji, na yeye alisema hili swala analishughulikia, na bajaji nafikiri zitakuja kwa kupitia benki ya CRDB. Tutakuwa tunakopeshana kwa kupitia chama chetu.